Hivi unafahamu kuwa wakati Rais Vladimir Putin akiingia rasmi kwenye shirika la ujasusi la KGB, Rais Volodymyr Zelensky alikuwa bado hajazaliwa. Watu hao wawili walipaswa kuishi katika ulimwengu tofauti kabisa. Mmoja alifundishwa kuua kwa siri, huku mwingine akifundishwa kuchekesha kwenye majukwaa mbalimbali. Lakini hii leo mmoja anajaribu kuifuta ramani, huku mwingine anajaribu kuiokoa dunia. Katika mitaa ya Leningrad mwaka 1952, mji uliokuwa na makovu ya vita, alizaliwa mtoto mmoja aliyeitwa Vladimir Putin. Maisha yake yalianza kwenye nyumba za pamoja, nyumba ambazo zilikuwa ni za dhiki na msongamano. Hapa Putin hakujifunza kucheza, alijifunza kupambana. Kwenye mitaa hiyo hiyo ya baridi aligundua kuwa ili uheshimiwe lazima uwe na nguvu. Ndoto zake hazikuwa za jukwaani, zilikuwa za siri ndani ya mifumo ya ujasusi na udhibiti. Wakati huo huo, adui yake mkuu wa baadaye hakuwa hata amezaliwa. Dunia ilikuwa bado inamsubiri. Twende hadi mwaka 1978. Upande wa pili kule Kiev, Ukraine, akazaliwa mtoto mwingine aliyeitwa Volodymyr Zelensky. Yeye alikuwa kwenye familia ya wasomi, akizungukwa na vitabu na vicheko vya wanaompenda. Wakati Putin alikuwa tayari ameingia ndani ya KGB akijifunza mbinu za siri na ufuatiliaji, Zelensky alikuwa bado ndio anajifunza kutembea. Dunia ya Zelensky ilikuwa ya wazi, ya ubunifu na ya kuungana na watu kupitia sanaa. Tofauti sana na mwenzake ambaye ni mshindani wake hivi sasa. Mwaka 1991, ukuta wa Berlin ukaangushwa. Dola ya Soviet ikasambaratika. Kwa Putin, huu ukawa msiba mkubwa. Aliona kila kitu alichokiamini kikipotea, akirudi Urusi na kuingia kwenye siasa, akijenga mtandao wa nguvu taratibu. Kwake Zelensky, kijana wa miaka 13, huu ukawa mwanzo wake wa uhuru. Wakati Putin akipanda ngazi za utawala hadi kuwa rais mwaka 1999, yeye Zelensky alikuwa anapanda jukwaani kuchekesha watu. Mmoja alishika bunduki na siri, mwingine akashika microphone na kuchekesha. Miaka ya 2000 ilijenga taswira mbili za ajabu. Putin alikuwa kiongozi aliyetawala na Zelensky alikuwa nyota wa TV. Mwaka 2015, Zelensky aliigiza kama rais kwenye tamthilia ya Servant of the People. Alichokuwa nakifanya ni kama utani na kilikuwa ni maandalizi ya kile ambacho dunia haikutarajia. Mnamo mwaka 2019, mchekeshaji huyu Volodymyr Zelensky akachaguliwa kuwa rais wa kweli wa Ukraine. Hatimaye mistari hii miwili iliyokuwa sambamba kwa miaka 40 ikakutana tena Februari mwaka 2022, Putin alipoamuru uvamizi. Hapa ndipo tofauti zao zilionekana wazi. Putin akabaki ndani ya ikulu akitoa amri, akiamini nguvu ya kijeshi itashinda kila kitu. Kwa upande wa pili, Zelensky yeye akabaki mtaani na watu wake, akitumia simu yake kuzungumza na dunia. Na hii ikabaki kuwa ni moja ya mgongano mkubwa kati ya zamani na sasa, kati ya usiri na uwazi. Putin alijenga maisha yake kwa miaka 70 kwa ajili ya wakati huu, lakini hakujua kuwa mpinzani wake mkuu hatatoka kwenye ulimwengu wa kijasusi, bali atatoka kwenye jukwaa la uchekeshaji. Mimi ni Regina Baltazari.